Bima Pub, urahisi wa maisha. Sasa leo tuko hapa mkoa wa Pwani kwa maana ya hapa Kibaha na pia Mlandizi kwa lengo la kuwafikia maafisa usafirishaji au wa madereva wa bodaboda, madereva wa bajaji na madereva wa magari kwa maana daladala, lakini pia tutafikia na malori kwa hapa Kibaha. Lengo hasa ni kuwakumbusha watumiaji hawa wa barabara umuhimu wa kuheshimu na kutii sheria na kanuni za usalama barabarani, lakini pia kuwakumbusha mbinu za kujihami au dereva wa kujihami ili kuepusha au kuzuia ajali zinazoweza kuepukika. Lengo kuu hapa sasa ni kuhakikisha, kwa sababu barabara hii hapa tunavyoifahamu ni barabara ambayo iko bize sana, ni barabara ambayo ina matukio mengi ya ajali, na ukiangalia madereva bodaboda wengi wanapaki maeneo ya hatari pembezoni kabisa mwa barabara, lakini vile vile wengi hawana helmet, wengi hawana vile mavazi rasmi yale ya kuwasaidia kuonekana kama reflectors, lakini buti, kofia ngumu. Kwa hiyo tunajaribu kuwakumbusha umuhimu wa mambo haya ili kupunguzia athari zinazoweza kujitokeza makosa hayo yanapofanyika barabarani. Makosa tunawaelekeza pia changamoto au sababu ya ajali wanapopandisha abiria zaidi ya mmoja. Kwa maana tunamwambia dereva anapozidisha zaidi ya abiria mmoja, manake uwezo wake wa kumudu kile chombo unapungua. Kwa sababu hiyo sasa anaweza kupata ajali. Kwa hiyo sisi Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kwa ushirikiano na Jeshi la Polisi kupitia kituo chetu hiki cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani tumeshawafikia wadau mbalimbali. Tumeshafikia watu zaidi ya 35,000 katika mikoa mbalimbali. Tumefika mikoa Njombe, Mbeya, kule Songwe, Kigoma, Dar es Salaam, Zanzibar, na sasa tuko Pwani. Lengo letu ni lile lile, kuwakumbusha watumiaji wa barabara matumizi sahihi ya barabara na matumizi sahihi ya vyombo vyao na kwa usalama wao, lakini vile vile kuwajengea uwezo sasa wataalamu mbalimbali katika sekta mbalimbali, mamlaka mbalimbali na watu mmoja mmoja, ili waweze sasa kutoa taaluma zao, uwezo wao aweza kusaidia taifa letu katika masuala ya usalama barabarani. Na kwa sasa tunaendelea na maandalizi tunaendelea kutengeneza kozi mbalimbali, kozi ndefu za muda mrefu kwa ajili ya kuzalisha sasa wataalamu wa ubebevu katika masuala haya ya usalama barabarani. Lakini pia tuna kozi fupi mbalimbali za kuhakikisha Tanzania tunatoa wataalamu hawa. Lakini kituo hichi sasa hakihudumii Tanzania peke yake. Ni kituo ambacho kimeanzishwa kwa ajili ya kutoa huduma hizi ndani ya Tanzania, Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC. Kwa hiyo ni kituo ambacho kina malengo ya kwenda zaidi ya mipaka ya Tanzania. Changamoto yao kubwa wanaona wanakimbizana na muda. Wanafikiria kwamba wakienda kusoma wanapotezewa muda. Lakini kuna wengine labda wana hofu kwa sababu labda hawajui kuandika au kusoma, kwa sababu kuna ndugu zetu ambao ni watu wazima hawajui kusoma au kuandika. Lakini sasa sisi kama Jeshi la Polisi sasa hivi tumejipanga, wale wasiojua kusoma na kuandika kuna namna yao ya kuwatahini ili waendelee kufanya kibarua chao, wasikose ugali wa watoto. Lakini mengine ni mapuuza tu. Na hii ambayo baadaye inawagharimu, kwa sababu itafikia hatua leseni yako itakuwa imekwisha, utakuwa hujaenda shule, ina maana huwezi tena kuwa barabarani. Kwa sababu ili uweze kukizi vigezo vya kuwa barabarani lazima uwe na leseni ambayo iko hai. Kwa sababu ukipata changamoto ya ajali, ili mtu ulombeba aweze kufidiwa na bima ya chombo chako ulichokata, lazima kigezo kimoja hapo kiwe leseni ambayo iko hai. Kwa hiyo labda tutoe wito tu kwa madereva kwamba ni muhimu sana wasome, wasiogope kwenda shule kusoma, hata kama hujui kusoma na kuandika. Ukienda pale sisi tunajua namna bora ambayo wewe tutakufanyisha mtihani na utaweza kupewa cheti chako na kuendelea na maisha yako. Kwa hiyo ukizembea itafikia wakati utakuwa huna ugali, kwa sababu utakuwa huna vigezo vya kuwa barabarani. Kwanza mimi niwapongeze sana NIT kwa hili
ambalo au katika zoezi hili ambalo mnalifanya hususan masuala ya usalama barabarani, especially kwa hawa maafisa wa usafirishaji ambao maarufu tunaweza kusema bodaboda. Kwa kweli mimi niwapongeze sana 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 sana. Elimu hii ni muhimu sana, mimi nasema iendelee au iendelezwe, kwa sababu kundi hili ni wahanga wakubwa sana ambao au waathirika wakubwa sana wa ajali za usalama barabarani. Wakati kwa elimu hii nadhani wengi watakuwa wamejua kwamba wanapotumia barabara vitu gani wanapaswa kuwa navyo na vitu gani hawapaswi kufanya. Kwa elimu hii nadhani imekuja wakati mwafaka kabisa. Kwa jina naitwa Daudi John, katibu bodaboda kata ya Mkuza. Tunashukuru kwa hii elimu ambayo imetoka siku ya leo, kwamba na imani kwamba baadhi ya bodaboda wengi sana watakuwa wamejifunza kitu fulani. Maana hizi elimu huwa zinatoka kwa muda mfupi sana, huwa zinakuja kuelimishwa kuhusu usalama barabarani na utumiaji wa vyombo vya moto barabarani. Na imani bodaboda wengi kwa sasa hivi tofauti na miaka ya nyuma. Mwanzo tulipoanza bodaboda kwa kweli ajali zilikuwa nyingi barabarani, tofauti sasa hivi. Hadi siku zinavyoenda ajali zinazidi kupungua kwa sasa hivi. Kwa uelewa ni mwingi sana sasa hivi, na hata watu wanachoambiwa kitu huwa wanakifanyia kazi. Tofauti na miaka ya nyuma, kwa sababu mtu akikuwa tu akijifunza pikipiki leo kesho barabarani. Lakini sasa hivi nashukuru kwa kweli bodaboda wengi ni waelewa na wanajitahidi wanapokuwa njiani kufuata sheria zile. Anga ajali itakatokea lakini sio mara kwa mara kwa sasa hivi. Jina naitwa Ahmadi Shabani Kanyenyela. Elimu hii itatusaidia sisi madereva pia kwa kutuelimisha barabarani, pia kupatikana kwa madereva wasiokuwa na sifa za uzoefu. Kwa hiyo itatusaidia sana sisi barabarani na kuondolewa wale madereva ambao wamepata leseni isivyo halali. Kwa hiyo itatusaidia sana kuondoa changamoto nyingi sana barabarani. Ujumbe muhimu kama walivyotokea chuo cha usafirishaji, maana kuna vyuo vingi zaidi ya chuo cha usafirishaji. Ni muhimu kwenda kusoma na kuwa dereva kamili barabarani. Zaidi ya hivyo hamna udereva. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.